Namshukuru Luba, muumba pekee wa kweli, ambaye ametuwezesha tena kwa siku ya leo kukusanyika pamoja kula chakula hiki cha kiroho ambacho kimeletwa kwetu na yule ambaye huwezi kumuiga, ambaye ni mwalimu pekee Zulula 100. Yeye ambaye ni mwalimu ambaye si kama walimu wengine, na utofauti tunauona na mabadiliko yanaendelea. Tunaendelea kukua katika kiroho kwa sababu tuko katika ukweli halisi. Kuna baadhi ambao wanaweza kawa na wasiwasi kwa wale ambao ni wapya wapya, lakini haina haja ya kuwa na wasiwasi katika ukweli huu, maana hata roho yako inakueleza kwamba kwa nini unaogopa, kwa nini unaingia katika wasiwasi. Ukweli halisi ambao unaweza ukaokoa kila yeyote yule ambaye anajulikana anayetakiwa kuokolewa ndio huu, na bila ukweli hakuna wokovu sehemu nyingine. Watu wajifariji, haina shida, ni vizuri. Mtu anapofariki maji yanamwangwa kwamba umebarikiwa, Mungu ataenda naye, ataenda paradiso. Faraja hizo ni vema kupana huko, lakini tunajua kwamba hakuna chochote pale. Ukweli unabaki kuwa ukweli, ni ukweli ni mmoja, sio mbili. Siku ya leo tutaongelea siri katika kitabu cha Ufunuo, kitabu cha Ufunuo ambacho katika lugha zingine watasema Apocalypse. Na walio wengi wanaposikia apocalypse alafu wanaongea apocalypse, yani watu wanafikiri wow, haya ni majanga, mahafa, yani mwisho wa dunia, kila kitu. Hivyo ndivyo tulivyofikiri hata wakati tulipokuwa katika huu ujinga. Lakini apocalypse hata waongee katika lugha nyingine, hamna haja ya kutetemeka, maana yake tu ni ufunuo tu. Kwa hiyo kwa siku ya leo tutaenda kuongelea siri kuhusiana na wazee 24 ambao wameongelewa katika kitabu cha Ufunuo. Nyote mnajua gisi watu wanavyoongea wazee 24 ni akina nani. Tutaenda kuwaonyesha utambulisho wa hao, kwa sababu wale wanaojiita wachungaji, manabii, mitume, mabishop watawapatia taarifa kuhusiana na wazee 24. Watasema kwamba wanawakilisha, na zaidi sana ni maaskofu zaidi sana wa Katolika ndio wanaoingia katika, sio wote lakini wengi wanaingia katika idhana ya kusema kwamba inawakilisha 12 mitume, 12 kabila la wana wa Yakobo, kwa hesabu 24, kwamba ndio wazee 24 wa Ufunuo. Lakini tunaenda kuangalia na tumeshawahi kuonyesha kusema kwamba katika ukweli Jokisab ambaye ni Kristo wa kweli hakuwa na wanafunzi 12, alikuwa na wanafunzi 13, kwa sababu huyu wa 13 ilikuwa ni siri, ili hao baadaye waje kuingia katika uongo wenyewe na washikwe. Na tena Tindi ambayo itaita Yakobo hakuwa na wana 12, bali alikuwa na wana 13, kwa sababu sio vema kumwacha binti yake nyuma, kwa sababu naye pia ni miongoni ya wale ambao ni watoto wake. Kama wangesema kwamba watoto wa kiume 12 wa Yakobo, hilo lingekuwa na maana halisi, lakini wanaposema watoto 12 wa Yakobo, hakuwa na 12, alikuwa na 13. Kwa hiyo lazima watu wawe katika uhalisia wanapozungumza jambo, lakini hawezi wakaingia katika uhalisia kwa sababu hawako katika ukweli. Ukweli ndio huu na usahihi uko hapa. Sasa hao wazee 24 ndio nani tena? Ndio nani na kwa nini waite wazee hivi? Inapenda kuonyesha kwamba katika ulimwengu wa kiroho kuna wazee. Hizi ndio swali ambazo watu wanatakiwa kujiuliza, kwa sababu hao wanaojiita kwamba ni mashahidi wa Yehova wanapochora hao wazee 24, wanapowachora mnawaona namna gani? Ndevu nyeupe huku nini, na hawaishii hapo tu, wanaenda kuchora hata Mungu naye pia yuko namna gani? Si mzee ndevu huku anakaa kwenye kiti anatulia. Sasa ikiwa tayari nywele zimeshakuwa nyeupe, kwa sababu ili kuonyesha kwamba mtu amekula siku kabisa za kutosha, ina maana kwamba katika ulimwengu wa kiroho kuhusiana na wale wanaochora na wanaoamini hao wazee, inaonekana kwamba kuna wazee ambao wapo kabisa
wazee 21. Hivi sijui kama mnaelewa vizuri, kwa sababu kwa siku ya leo kuna mambo mengi ambayo mtaenda kujifunza, mengine hamujawahi kusikia, na ufunuo wa hali ya juu ambao hakika kila mmoja atege sikio, kila mmoja atege sikio vizuri, kwa sababu kuna mambo makubwa sana katika mafundisho ambayo labda wengine hawataelewa, hawatapenya vizuri, lakini naomba umakini wenu ili kwamba msipitwe na chochote. Sasa ikiwa wao wanawakilisha au wazee 24 wanapowachora kwamba ni kama vile wazee ambao wana nywele nyeupe tayari, ili kuonyesha kwamba mtu anapokuwa na nywele nyeupe yani ameshakuwa mzee, kwa sababu wao kuna wengine ambao watasema kwamba unapokuwa hivi yani umeshakuwa ni mtu ambao ana hekima sana. Tunajua kuna wazee wengine ambao wana nywele nyeupe lakini hawana hekima, wanafanya mambo mabaya sana katika dunia hii. Kwa hiyo hekima haikai kwa mtu kwa sababu nywele zimebadilika kwamba ndio hekima. Hapana, hekima inaweza kuwa hata kwa kijana ambaye kwelikweli amejaa hekima kuliko hata wazee ambao wana mvi kichwani. Kwa hiyo hekima haiangalii zaidi sana umri. Hekima inaangalia zaidi sana namna gani mtu alivyokuzwa, mtu malezi na namna alivyo na utii, na zaidi sana hekima ambayo tunaongelea ni kuhusiana na neno lenyewe. Na mkiangalia wanasayansi wanaongelea kuhusiana na swala la namna gani nywele hizi nyeupe zinatokea. Kwa mfano, ulikuwa na nywele nyeusi alafu baadaye kwa sababu katika umri fulani inaanza kubadilika kidogo, wanasema kwamba baadhi wanasema kwamba ni ukosefu wa hewa kuingia kwenye nywele, kwenye tundu la nywele pale, lakini pia wengine wanasema kwamba ni upungufu wa melanin. Upungufu wa melanin ndio maana mabadiliko yanaanza kuwa hivi. Sasa swali ambalo tunauliza, ikiwa wao wanachora huyu Mungu wao kwamba ana nywele nyeupe, ina maana kwamba Mungu wao ana upungufu wa melanin? Ni swali tu lakini jibu sijui, kila mmoja anaweza kaangalia. Kwa hiyo tuwe makini zaidi sana wakati wanapoongelea jambo, lazima watu wajue kwa nini wanafanya namna hii. Mafundisho kama kawaida ni katika vipengele mbalimbali. Kipengele cha kwanza kinaongelea wazee 24. Katika uhalisia wanaposema wazee 24 katika ukweli haijamaanisha kwamba katika ulimwengu wa kiroho agizo kula vitu kwamba kuna wazee. No, zana ya wazee haipo katika agizo kula vitu. Zee ya watoto wachanga haipo. Watu watafanya nini na watoto wachanga ndani ya agizo kula vitu? Watanyonya wataanza kulia tena na wabadilisha nani pampers sasa nini? Haya mambo ni mambo ambayo hayapo katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo hilo mulielewe vizuri. Sasa ndio maana tunaingia katika kitabu cha Ebotedi ndani ya Kalatandimsi sura yake ya kwanza, tunaanza mstari wa 453 hadi 457. Inasema hivi. Huyu anaeleza hapa sio mwingine, maana nimeshawaambia kwamba aliyeandika kitabu cha Ebotedi za mwanzo ni Moto mwenyewe, na ndiye anayeeleza hapa. Anasema, mimi Moto nilimwonyesha Muto ufalme mkubwa katikati wenye ufahamu. Tunasimama kwanza hapa ni wakati ambapo Muto tayari yeye na Muto wameshanyakuliwa, wameshaondoka kabisa katika hali inayoonekana tofauti na Biblia za kisasa. Adamu alikufa akiwa na umri wa miaka mingapi? 900 kama na 30 kama sijakosea, sijui vitu kama hivi. Lakini uhalisia ni kwamba Muto hakufariki na hawezi akafariki, kwa sababu yeye angelifariki watu wote wangefariki. Inakuwa namna gani Muto mtu wa kwanza afariki alafu Enoke apae, Elia apae, yeye hainatonana. Yeye ndio chanzo kila kitu. Kwa hiyo watu wawe makini zaidi sana, na wanaposema kwamba Adamu alifariki, hakuna historia ya Eva kama alifariki. Na mkiangalia vizuri, wale ambao walisababisha maafa katika dunia hii ndani ya Biblia za kisasa hawatajwi kama walifariki. Adamu amefariki, Eva hajaelezwa. Abeli amefariki, Kaini hajaelezwa. Unaona, na Kaini huyu muuaji. Eva ndio aliyesababisha watu waanguke, watende dhambi. Wote wawili hakuna hata mmoja wao ambaye aliandikwa kwamba alifariki, lakini wengine ambao tu wapole, wanyenyekevu kulingana na Biblia ndio wanaenda tu na maji, wanafariki tu hivyo hivyo. Lakini wauaji walioleta matatizo hatuna historia kabisa kama wapo waweza hawapo, hilo walipo.
Na kuhusiana na Kaini, inawezekana hakufariki kwa sababu kulingana na Biblia za kisasa kwa kweli, Mungu alisema ameweka alama ili kwamba mtu yeyote asipate kufanya nini, kumuua. Ina maana kwamba labda kifo ambacho yeye angekufa nacho labda ni uzee, lakini haijaandikwa. Hatuko huko. Mimi moto nilimwonyesha mto ufalme mkubwa katikati wenye ufahamu. Hapa tayari wameshakuwa katika agizo kula vitu. Sasa moto ataanza kumwonyesha, siwezi nikasema tena mke wake kwa sababu tayari ni katika agizo kula vitu, ambaye ni dada yake pia sasa katika ulimwengu wa kiroho, ili aende kumwonyesha ni namna gani agizo kula vitu lilivyo, kwa sababu watu wanafikiri kwamba tu unapookolewa kila kitu utakijua moja kwa moja. No, sio hivyo gisi wanavyosema. Hapana, hata katika agizo kula vitu kuna uanzishwaji tena unaendelea, lakini uanzishwaji sio kwamba utaokolewa tena sio kwa namna hii. Yaani unatakiwa kujua unapoishi umilele wako, ujue ni wapi ambapo umilele wako unapitika. Sijui kama unaona hilo, sio kwamba unafika tu kila kitu kimeshajulikana nini alafu unaboeka. Hakuna mambo ya kuboeka, ni katika hali inaonekana. Sio hizo nyimbo ambazo hawa wanadini wataziweka, wanasema kwamba sijui kuna wimbo mmoja, sina haja ya kutaja mwimbaji lakini mtamjua, anaonyesha mwanaume mmoja anapelekwa kwanza mbinguni aende kuangalia kule mbinguni wanafanyafanya hivi, haleluya amina, haleluya amina, alafu akamwambia hata sasa tuende kuonyesha pia kuzimu. Akaona kuzimu kule mabinti wazuri wanacheza nini, wanakunywa bia nini, kila kitu wao. Akasema hapa ni afadhali. Kikawaida kwa kweli, tukiingia katika mantiki kabisa, hata mimi labda ningesema hii inachosha kwa kufanya hivi, amina, afadhali niende kunywa hata kule nipate nini kidogo kidogo raha duniani kidogo. Unaona? Kwa hiyo wao wanapenda kuonyesha ulimwengu wao, hizo paradiso yao ni kama vile ni sehemu ambapo, yani kama vile hakuna kitu chochote kingine ambacho kinaendelea, tu ni haleluya amina, haleluya amina, hivyo tu kwa milele na milele. Hata wewe mwenyewe unaweza kukubali kuishi maisha kama hayo milele na milele? Haiwezekani. Hilo alipo. Sasa tatizo ni kwamba wao hawana taarifa ya namna gani ulimwengu wa kiroho ulivyo. Wanaanza kufikiri, je, ndio maana utawasikia wengine wanasema mimi nilipelekwa mbinguni nikaona paradiso, kuna magorofa marefu nikapewa ufunguo wangu nikaonyesha chumba chako ndio hiki. Ndugu zangu, tuwe serious na maisha. Haya ni maisha, sio maigizo. Watu wawe serious. Kwa hiyo kwa sababu hawajui ni namna gani ulimwengu wa kiroho hiyo wanayoita paradiso ilivyo, na hiyo taarifa hawawezi wakapata kwa sababu wako katika uongo. Ila sisi hapa tunapoongelea ulimwengu wa kiroho tunajua ni nini ambacho tunaongea, hata kama tujaona, lakini tunapewa mafundisho ambayo yanatufanya ufahamu unafunguka na tunapata uelewa ambao uko sahihi, ingawa sio kwa 100%, maana bado tuko katika hali inayoonekana, lakini inatufanya tuwe watu ambao wanajua ni wapi tunapoelekea, na ni muhimu sana. Sasa atamwonyesha siri ambazo zipo katika agizo kula vitu, kwa sababu unapoenda katika agizo kula vitu kama gisi nilivyosema, unaendelea kuanzishwa tu ili kuishi huo uzima ambao ni uzima wa milele. Sasa huu ufalme ambao moto alimwonyesha mto, mnafikiri ni ufalme gani? Alimwonyesha ni paradiso, ni wuma munyenge, ndiyo aliyomwonyesha. Yes, alimwonyesha wuma munyenge gisi ilivyo, imeandaliwa namna gani na kwa nini. Na huyo wuma munyenge pia alikuwepo ili kumwanzisha, kwa sababu tunajua paradiso ndio roho wa dunia na yeye ni roho agizo kula vitu. Kwa hiyo moto na wuma munyenge wote walikuwa wakimwanzisha nani? Wakimwanzisha mto. Sinachanganya wengine, lakini msichanganyikiwe, ndivyo ilivyo. Sasa moto anaendelea kusema utukufu wake wa nini, wa huu ufalme wa wuma munyenge, kuna mabano mngao hai, yani kung'aa, ulikuwa kuna mabano ni maana yake ni nini? Inatakiwa kuandikwa hivi kwa sababu yetu sisi, maana tunaposema kwamba yeye aliyeona anaweza akasema kwamba anapohadisia sasa, bwana niliona ulikuwa hivi bwana, inamaanisha kwamba umeshabadilika? No, uko vile vile tu, lakini kwa sababu anaeleza sasa
katika kipindi ambacho yeye anaweza akaona kwamba nilifika nikaona hivi, anakuja kuhadisia mtu mwingine katika inaonekana, kwa mfano siku zimeshapita, ni mfano tu, anaweza kwambia bwana, ulikuwa unang'aa, huu mng'ao uliisha, uko bado upo tu. Kwa hiyo maana ulikuwa kuna mabano uko aidha ni kama ule wa jiwe la thamani sana, jiwe la yaspi linalong'aa kama fuele. Ilikuwa na ina, ndio mabano ina ukuta mkubwa na mrefu ambao uliwakilisha walinzi hodari. Tunasimama hapa halafu tunaingia ndani. Yaani wanapenda kuambia kwamba Wuma Munyenge, yaani msingi wa Wuma Munyenge ni walinzi, ni walinzi. Yaani huu ndio msingi wa Wuma Munyenge ambayo Muteta Paradiso, yaani ni walinzi, kwa sababu wao wanatakiwa kulinda, kuona nini kinaendelea. Walinzi ndani ya vileza kisasa wanaweka mambo mengine, kuta blabla blabla, kuta tu, yaani wao kwao ni vitu tu ambavyo sijui kama wajenzi walitoka wapi. Kwa hiyo ni walinzi. Alafu anaendelea kusema ulikuwa kuna mabano una tunafunga mabano milango 24. Kuna mabano ufunguzi wa maarifa yaliyosaulika. Kwa hiyo milango 24 ni vipimo 24 ambavyo moto alikuwa anavijua, na ndio maana atamwanzisha moto, ndio maana atamweleza moto kuhusiana na hayo yote ambayo yeye moto kama roho wa mwisho kuumbwa anayafahamu, anayajua vizuri, kwa sababu maana sehemu ambapo ataishi, sehemu ambapo sisi tunatakiwa kuishi, lazima tujue kuna nini. Ndio maana Wakristo walio wengi, waumini, waulize kuhusiana na paradiso yao iko namna gani, hawawezi wakaleta maelezo. Ni kuzuri, ni kuzuri. Kuzuri namna gani? Kuzuri sasa, kuzuri namna gani? Ni kuzuri tu, sijui, siwezi nikaeleza. Hata tuachie furugo, sikilizeni gisi mambo yalivyo. Alafu na kwenye milango hiyo badun kuna mabano wazee 24 na majina. Tunaingia kwenye ufunuo wenyewe na majina ambayo ni uzima. Kuna mkato tayari kubebwa na idadi inayojulikana. Tunasimama hapa alafu tunaingia ndani. Sema luba haya mafundisho hapana. Kwa hiyo katika agizo kuu la vitu, ndugu zangu, unaelezwa kwamba kuna majina ambayo yapo, na hayo majina ambayo yapo tayari, yaani ni uzima wenyewe. Hayo majina, sikilizeni kwa makini, na majina hayo ambayo yamo katika paradiso hiyo yanasubiri tu watu waje kuyabeba. Yaani uzima upo tayari, unasubiri idadi inayojulikana, ili kwamba kila mmoja aende kuvaa, aende kukaa, aende kuingia, aende kubeba hayo majina ambayo ni uzima. Tuseme ikiwa wewe ndugu yangu umeokolewa, yaani unaenda tayari kubeba moja kati ya hayo majina, unakuwa uzima. Yapo tayari, yapo tayari. Sikilizeni kwa makini. Kwa hiyo hayo majina ni uzima wenyewe ambao unatusubiri sisi. Tukimaliza salama, tunaenda kukaa, tunaenda kuvaa, tunaenda kuwa kitu kimoja na hayo majina ambayo ni uzima. Maana yake ni kitu gani? Lakini swali ambalo lipo, wewe ambaye upo hapo unanisikiliza, hivi unastahili hilo jina na hayo majina ambayo yako huko? Kuna uso wako huko? Haya maswali. Je, kati ya hayo majina ambayo ni uzima kuna uso wako? Haya mama ambayo tunaongea hapa, mnaweza mkayasikia wapi? Wakristo hawawezi,
wakajua haya dini haziwezi kuongelea kuhusiana, hawajui ni nini ambacho kipo kule, idadi inayojulikana. Kwa sababu ya nini tumesema kuhusiana majini? Kitu cha kushangaza ni kwamba, na ndio maana nikasema Wakristo hawawezi wakapenya haya mambo, wakati tunaposema kwamba majina ambayo yanasubiri idadi inayojulikana, sisi ambayo tuko katika hali inayoonekana, yaani ukimaliza safari yako salama, pap, unafanywa kitu kimoja na uzima na jina ambayo liko tayari katika umma nyingi. Cha kushangaza ni kwamba huyu wanayeita Yesu wanawambia kwamba yuko mbinguni, si ndio? Lakini bado hadi muda huu jina lake ni Yesu tu. Hilo halina hata maana, halina maana. Jina ambalo alipewa hapa, watu wengine kama kabla ya yeye, kitabu cha Zekaria, kuna wengine ambao walibeba hilo jina katika ukoo wake. Yeye Yesu, kulikuwa mwingine ambaye anaitwa Yesu. Wengine walitenda dhambi na hilo jina, na baada ya huyo Yesu kulikuja hata wengine anaitwa Baa Yesu, kama alikuwa mchawi. Yaani walikuwa wengi hadi muda huu ambao tupo, kuna wengine ambao wanaitwa Yesu, na yeye anapaa kwamba yuko mbinguni, bado anaitwa tu Yesu tu, yaani hajapata jina lingine, ni lile lile ambalo alipewa duniani ndio liko nayo. Na ndio maana watu wataomba, oh Yesu nisaidie, Yesu. Yesu ni nani? Wakati unaposema kuhusiana na Jokisab, hivi mnafikiri katika ulimwengu wa kiroho kaka zetu wanamuita Jokisab? Aha, sasa swali ni je, tukiomba katika hali inayoonekana, tukitaja jina la Jokisab, je, litafanya kazi? Wewe unafikiri kwamba lilitoka wapi? Lilitoka hapa duniani. Sawa, tuache hapo. Kwenye maswali tutaenda kujibu kama unapenda kuuliza zaidi sana kuhusiana na hiyo. Kwa hiyo ni kupenda kuonyesha kwamba majina ambayo yanatusubiri ni uzima tayari ambao upo, yaani ni uzima. Sasa uzima huo, hayo majina yana nyuso za idadi inayojulikana. Sasa ndio nikauliza, wewe uso wako unapatikana huko? Ndio swali. Maana kikawaida kama unaokolewa, kikawaida uso wako uko tayari kule. Hivi mnaelewa gizna? Tayari upo, yaani unaenda kubeba tu. Ndio maana sisi tunaombwa kutembea. Ndio maana kila mtu mweusi anapozaliwa ana nyota na nyuma ya nyota kuna roho. Sasa swali ni je, tena inakuja, huyo roho ambaye iko nyuma ya nyota anakufanana? Alama ya kuuliza. Mnaona namna gani mafundisho haya ni magumu na maswali yako mengi na majibu ni mafupi tu. Sasa kwa hiyo mnapenda kuelezwa hapa, ndugu zangu, upande mwingine katika agizo kuu la vitu kuna majina ambayo yako tayari, ndugu zangu, na hayo majina ni uzima wenyewe kwa ajili ya wale ambao wataokolewa. Watu bado wangali wa maisha ya dunia, mimi nampenda Yesu, narudi kwa Yesu wa mengine. Watu Luba, tusaidie. Muto, wakati ambapo Muto alipomwonyesha na akaona hayo majina, akaona idadi, yani Muto aliona idadi, aliona watoto wake, aliona uzao wake, aliona hesabu, idadi inayojulikana. Muto aliwaona wote, hawa watoto wangu, wanangu wote ambao wataokolewa. Ile idadi ambayo unasema tunasubiri idadi inayojulikana, Muto aliona watoto wake wote ambao wameokolewa. Ndio maana nikauliza, wewe uso wako naye pia Muto aliuona? Hizi ndio swali ambazo zipo pale. Sasa utajuaje kwamba uso wako upo kule aiza hapa? Ili kujua, jaribu kwanza kufariki tu, alafu au utaenda kuona, kwa sababu hauwezi ukajua uko hapa hivyo, labda upewe ufunuo, unatakiwa utoke katika linaonekana, alafu ndio utajua kwelikweli kama upo. Sasa kama haupo, I don't know, sijui namna gani mambo yanaweza yakatendeka. Ndio maana tunatakiwa kutembea kulingana na ukweli. Usijiulize maswali, je, hivi kweli nitaokolewa? Na hayo ni maswali ya watu ambao wataondoka katika ukweli. Nasema swali kama hizo ni za watu ambao hawawezi wakamaliza safari yao. Kama ulikuwa na haya mawazo ya kujiuliza, hivi kweli, je, mimi kweli nitaokolewa? Sio swali nzuri, ni mbaya sana, na inaonyesha hali yako. Kesho kuta unaweza ukatoka, kwa sababu kuokolewa
Unafikiri kwamba labda ni wewe mwenyewe utajitahidi, utafanya nguvu ili kwamba uokolewe? No, kwa kweli inaombwa kweli kweli na wewe pia bidii yako, lakini kuhusiana na swala la kuokolewa, hilo si shughuli ambalo wewe mwenyewe unalijua. Wewe unachotakiwa kufanya, wewe tembea kulingana na ukweli tu na sheria zenyewe basi. Nitaokolewa sitaokolewa, kama unatembea kulingana na ukweli na unatii sheria hadi mwisho, sasa unapenda kitu gani? Kwa hiyo maswali kama hayo sio maswali ambayo watu wako katika ukweli mnajiuliza, mimi sijui kama hivi nitaokolewa, kwa sababu unajua kuna mambo ambayo unayafanya ambayo si mazuri. Sasa uyaache tu, kwa sababu kama unajiuliza haya maswali kwa sababu unajua maisha yako jinsi yalivyo, acha ili utembee vizuri. Maana kuna mtu ambaye anaweza kajificha akasema kwamba mimi sijui kama niko sawa kulingana na neno aiza hivi, na wewe unajua. Kama wewe hujui, nani atajua tena? Si wewe unajua, neno linajua kama uko sawa kulingana na ukweli, unajua kama kuna dhambi ambazo unazitenda, unajua, na unajua kwamba hili likimalizika hapa nitakuwa sawa, unajua wewe mwenyewe. Kwa hiyo sio swala la kujiuliza na kusema kwamba je, nitaokolewa hizo? Hapana, no, sio maswali ambayo unatakiwa kujiuliza hata kidogo, lakini utajiuliza kama hauko sawa kulingana na neno. Kwa hiyo sasa na kwenye milango hiyo badumu, yani wazee 21 na majina ambayo ni uzima tayari kubebwa na idadi inayojulikana. Tofauti na moto na Muto, kuna mwanaume mwingine ambaye alionyeshwa haya mambo, alielezwa haya mambo ambayo Muto anaambia, kwa sababu ili jambo ambalo Muto anaelezwa hapa na ambalo tumefunuliwa sisi sio mambo ambayo watu wanatakiwa kufunuliwa. Hivi sijui kama unaelewa. Kama tumepata ile neema ya kujua ni kwa sababu mzaliwa wa pili yupo na ameamua kwamba atoe siri. Ni mambo ambayo ni mazito tena ambayo hamtakiwi kuyasikia, lakini neno limeruhusu kwamba hizi siri muzipate. Na ndio maana nawaambia, tunaishi katika kipindi cha ajabu cha neema moja ya ajabu, hauwezi kukamili. Na njoo neema yenyewe hii, kusikia ya mambo ambayo yatakupatia nguvu tena kusonga. Unajua ni wapi unapoelekea. Sasa kuna mwingine hapa katikati inaonekana aliwahi kuelezwa haya mambo kwa namna nyingine. Na ni nani? Pongise, ambaye wataita Kaini, naye pia alielezwa mambo haya, lakini kwa namna nyingine. Ni wakati gani? Wakati ambapo Pongise, baada ya shetani mlima bobe kuchukua mwonekano wa Mutatedi, akaja kudanganya Pongise na mjiwe kwamba wamtolee sadaka, si ndio? Ndani ya Biblia za kisasa nyote mnajua historia hiyo. Ni Mungu mwenyewe ndio alikuja kuwajaribu, sio kuwajaribu, kuwaomba sadaka. Sasa wakati ambapo Pongise alitoa mazao kama jinsi mnavyojua, mundiwe akaenda kutoa kweledi, akaua, mambo yote mnajua historia. Sasa wakati ambapo Pongise alipopata taarifa, alipojua kwamba mdogo wake ameua kweledi, mwanakondoo, aliingia katika hasira, historia mnajua. Lakini katika hasira hiyo aliingia katika ile njia ya uanzishwaji kuhusiana na haki ili kulipiza kisasi. Ila kabla hajafanya hivyo, Mutatedi alimtokea. Mutatedi alisema haya maneno, na ndio haya ambayo napenda kuonyesha kwamba Pongise alielezwa mambo ambayo mtu wa kawaida hatakiwi kuyaelezwa. Mutatedi alimwambia namna gani? Kwamba ukitekeleza kile, nitasema kwa maneno haya, lakini sio kwa nitapenda, kwa sababu maneno yote gisi alivyosema ndani ya Biblia, ndani ya Kalata Mbale nini, Kalata Ndimsi, siwezi kuyaweka, sikuyaandika, lakini nitawaeleza kile ambacho alimwambia nani? Pongise tu. Kwa hiyo watu wasiseme kwamba imani haikuandikwa hivyo, sio kwa maneno haya, lakini alipenda kumwonyesha kwamba ukitekeleza hicho kitendo ambacho unapenda kutekeleza cha kumuua mdogo wako, uwepo wako, sikiliza, uwepo wako utaondolewa kwa muda katika agizo kula vitu. Maana yake ni nini? Yaani haya maneno ambayo aliongea haya yanapenda kuonyesha kwamba Pongise tayari ameshaokolewa. Hivi sijui kama mnaelewa hivi. Yaani uso wake uko tayari kule. Lile jina, kuna jina moja ambalo lipo ni kwa ajili yake, yaani kuna uzima ambao ni yeye kule. Sasa ikiwa atatekeleza haya mambo ambayo atafanya hivyo, yaani uwepo wake kwa muda fulani utakuwa umeondolewa kule alipo.
Sasa anapoondolewa inaenda wapi? Msiniulize ni swali, na mimi pia hapa ningali na hilo swali sijauliza mwenyeji, niko napenda niulize mwenyeji, kwa hiyo msiniulize. Sasa najua mtauliza, mimi nasema bado nami pia hilo swali nilitaka kuuliza, lakini sikupata muda. Nitajiuliza kwanza, alafu nitawarejea kwa wale ambao watakuwa na hayo maswali. Hilo swali pia uwepo wake utaondolewa kwa muda. Sasa nikaanza kujiuliza, hii ukiondolewa kwa muda inamaanisha nini? Je, huu uzima utarudi kwenye hali yake ambayo ni original, halisi? Aiza namna gani? Kwa sababu watu watajiuliza pia kuhusiana na shetani mlima Bove, ufahamu wake wa kwanza haukuanguka, uko wapi sasa? Aha. Bamuloma Bungulani walianguka, si ndio? Ufahamu wao wa kwanza haukuanguka, hauwezi ukaanguka. Uko wapi? Aiza fahamu hizo ziko wapi kwa wakati huu? Bo, hapo mnaweza nikajibu, kwa sababu najua mnaweza mkauliza baadaye huko, haina shida. Lakini kuhusiana na nani na Pongese hapo, sijui, sijapata taarifa kuhusiana na hiyo. Kwa hiyo Pongese naye pia alielezwa haya mambo ambayo Mutu alimweleza Mutu kuhusiana na hayo majina na idadi inayojulikana. Lakini sio huyo tu, kuna mtu mwingine ambaye aliongea haya mambo mbele ya wanafunzi wake, alikuwa ni Jokisabe. Sikilizeni kwa makini. Jokisabe alipokuwa katika hali inayoonekana kabla hajaondoka, sikilizeni kwa makini, alifanya mazungumzo na wanafunzi wake. Mazungumzo hayo ni kama haya ambayo nimeongea kuhusiana na Muto na Pongise. Sikilizeni kwa makini. Alifanya hayo mazungumzo. Ni wakati huo huo ambapo Jokisabe aliruhusu kwamba mitume wake wapate kuokolewa wote, na bado wangali katika hali inayoonekana. Narudilia, yaani bado Jokisabe angali na mitume wake walikuwa tayari wameshaokolewa tayari, na kabla hawajafika. Yaani haya mambo Jokisabe aliwafunulia pia. Inamaanisha kwamba mambo mengine yote ambayo mitume wangelitenda zidi ya neno wangeliokolewa tu. Ingawa kuna kikomo wasingelifika huko kwenye kikomo. Hiyo ndio maana yake. Yaani chochote kile ambacho wangetenda ambacho kiko zidi ya neno wangeokolewa tu, kwa sababu Jokisabe alikuwa tayari amesha. Ni nani ndio wanatoa nani anayetoa wokovu? Ni mzaliwa wa kwanza na wa pili, no? Ni hao ndio wanakupatia. Akisema kwa mfano wewe leo unaokolewa, hata kuwe nini unaokolewa tu, full stop, na hakuna ambaye atauliza kwa nini. Ndio maana hata wakati ambapo Jokisabe alipokuwa akiongea na Dale akaona Lakisabe anakuja, Dale alimuuliza Jokisabe, sasa na huyu ni nini ambacho kitamtokea? Jokisabe akamwambia, hii inakuhusu kitu gani? Nikisema kwa mfano yeye atabaki hapa hadi mwisho wa nyakati, nini kinakuhusu, kinakusumbua? Kwa hiyo ni yeye ndo anaamua nini atafanya na nini ambaye hataki. Akisema kwamba hivi utaingia, unaingia. Akisema kwamba unabaki nje, unabaki nje. Mzaliwa wa pili yuko hapa, akikwambia kwamba utanyakuliwa, ndivyo ilivyo. Akisema kwamba wewe hauingii, hauingii. Hai, lakini hakuna uonevu. Hawaongei kwa sababu kuongea tu kwa sababu labda uko vizuri, lakini anakwambia hata ufanyi vizuri hauendi. No, katika ulimwengu wa kiroho sio hivyo, ili muelewe vizuri. Sasa Jokisabe aliongea na wanafunzi wake na aliwaeleza hilo, kwa sababu wakati ambapo hata Jokisabe alipowahosha miguu mitume wake, unajua maana yake? Na wakati akasema kwamba mmekuwa safi kwa hili neno ambalo nimewapatia. Yaani pale walikuwa wanawekwa alama ambapo hawawezi wakaanguka, hawawezi wakaenda sehemu nyingine, hawawezi wakafa kifo cha kiroho, never, haipo. Sasa kidhibitisho ili kuonyesha kwamba kweli kweli Jokisabe tayari alikuwa ameshawapa wokovu mitume ni hiki. Kitu cha kwanza, Lakisabe
anajua kwamba anayestahili kuabudiwa ni Loba pekee, Tete, Muumba pekee wa kweli. Lakini mara 2,700,000 alipenda kumwabudu mlinzi, roho aliyemtokea mara 2. Mulisikia kwamba aliondolewa, aza aliambiwa kwamba we ni nini? Kikawaida unapoabudu kiumbe kawaida, wewe tayari ni mwabudu sanamu, aweza ni mwabudu, yani haustahili, si ndio? Je, 700,000 ilitokea kwake? Haikutokea, kwa sababu tayari wokovu alikuwa tayari na Dale alimkana Jokisabe. Unapomkana Jokisabe, imeandikwa maandiko namna gani? Atakaye nikana naye pia atakanwa, si ndio? Sasa imekuwa namna gani? Dale alimkana Jokisabe, lakini tena alipata msamaha na aliokolewa, kwa sababu tayari Jokisabe alikuwa tayari ameshawapa wokovu mitume. Chochote ambacho kingetokea, wasingekufa katika dhambi. Hilo haliwezekani. Mitume wa Yesu wengine walipigwa mapanga, wengine waliwekwa kwenye miti, walifanya n'importe quoi, wanatakiwa kufanyiwa hivyo. Apatia hata mitume wake ulinzi, wameuawa kama vile bata, kama ng'ombe ambazo zinaenda machinjoni. Wengine wako huku wamefungwa, wameuawa, fulani ameisha katwa kichwa, haina tamana. Ila Jokisabe, mukipata taarifa namna gani mitume walivyoondoka katika linaonekana, sisi wengine tunashangaa. Watamuimba Yuda Iskariote alikuwa msaliti. Damu zambi ya Yuda imeandikwa kwa kalamu ya chuma. N'importe quoi. Nyinyi za kwenu ndio zimeandikwa kwa kalamu za chuma. Yuda aliokolewa, soma. Alinyakuliwa, hakufariki, hakukatwa kichwa, aidha hakujinyonga, utumbo haukutoka nje kama jinsi wanavyoandika ndani ya maandiko. Alinyakuliwa. Yohana Mbatizaji alikatwa kichwa, wewe ndio ulimkata. Ambaye ni wa kweli jongwani alinyakuliwa, hakufariki. Historia, watu walio wengi hawajui historia iko namna gani, lakini ukweli uko hapa kuwaeleza kwamba, ndugu zangu, msiogope, msiwe na wasiwasi. Ni kweli 700,000 wakati alipoenda kuabudu, alitaka kuabudu mlinzi mara 2. Hakuenda kwa hiari kusema kwamba hivi naenda kuabudu mlinzi, no. Ni katika kuchanganikiwa kuhusiana na kila alichokiona, ndio akasema hata sisi wengine, hata tumepata hii taarifa hapa, huyu mlinzi hatutokee, tunakunja magoti pale, tunaanza kuabudu, tunaanza. Mkubali mkatae, ni hivyo. Ndio maana sisi wengine wanasema inakuwa namna gani 700,000 anajua kwamba ni Loba ndiye muumba pekee, ni yeye anayetakiwa kuabudiwa, kwa nini anaenda kujikuna? Usiongee hivyo, hata wewe mwenyewe sasa hivi unaweza ukafanya hivyo hivyo. Mnajua ni nini alichokiona? Mnajua ni nini alichokiona? Eva huyu mwanamke ni ajabu, alipewa. Kwa nini Mungu hakumkataza? Kwa namna gani amekula tunda? Hata wewe mwenyewe urudishwe katika bustani ya Edeni, utakula tena kubwa, lile tunda kubwa kabisa utakula wewe. N'importe quoi. Kwa hiyo maswali tunajiuliza, tunauliza wengine, kwa nini huyu anafanya hivi? Haijakufikia, na ikikufikia ndio utajua kwamba ndio maana yeye alikula tunda. Kwa hiyo ikiwa jambo fulani halijakutokea, usimcheke mwingine kusema kwamba huyo naye amezidi kweli. No, katika maisha sio hivyo. Mwenzako leo anaweza akafiwa, akaanza kujiuliza nitafanya namna gani? Fulani hujui tena cha kufanya, na mafundisho yanatuambia hivi na hivi. Ni sawa, lakini tukio linapotokea linakuja kwako, haya yote mara yanapotea. Unaweza kuuliza sasa, nini nifanye? Ndio maana mafundisho yanapotolewa, hata kama haujapatikana katika tatizo fulani, linakuongelea pia wewe, linakuandaa wewe pia kwa baadaye. Kwa hiyo chochote kile ambacho kinaweza katokea, usiseme kwamba mimi simo. Ni kweli wakati huo haumo, labda unaweza ukajikuta katika hiyo hali. Usiseme kwamba simo. Chukua mafundisho yaweke ya kusaidia baadaye. Ukiona hilo tukisema najua tayari napita huku, siwezi nikapita hii njia, hapana, hapa naweza nikaanguka. Hiyo ndio maana ya mafundisho. Hata mtu anapopewa ushauri kwamba kwa sababu alifanya jambo fulani, usikae kwamba hilo linawahusu wao, mimi simo. Ni kweli haumo, lakini sikiliza vizuri, yatakusaidia baadaye, maana unaweza ukajikuta nawe pia katika tukio kama hili. Kwa hiyo mtu anaendelea kusema na kumwambia mtu kuhusiana na uanzishwaji ambao upo wa kuhusiana na umama mnyenge, yani paradiso, na majina ambayo ni uzima tayari kubebwa na idadi inayojulikana, yaliyofunuliwa, kuna mabano papo hapo, tunafunga mabano, yale ya walioanzishwa
na wasioanzishwa walioneemiwa. Oh, loba. Oh, loba. Wengine wanasema sasa unatakiwa kufikia utakaso, ni sawa, lakini kwa hadhi ambayo tuko nayo kwa sasa hivi, sisi wasioanzishwa walioneemiwa tunaweza tukaokolewa direct, lakini inategemea sasa nia yako ulio nayo wewe. Maana asiyeanzishwa aliyeneemiwa ni mtu ambaye bado hajafikia mwisho wa utakaso, njia yake hajamaliza, ndio sisi. Lakini neno linajua jitihada gani ambazo unazifanya katika kupenda kuacha kile ambacho unakifanya bado. Neno linajua nia. Lakini kama unasema si mimi nimepata tu neema tu, hata niendelee kufanya mambo mengine tu, no, unajidanganya wewe mwenyewe, haudanganyi neno. Kwa hiyo kuhusiana sasa na nia yako na namna unavyotembea kulingana na ukweli, hapo ndipo hata ikitokea kwa mfano kwamba kifo cha kimwili kimekutokea, kwa sababu ulikuwa na bidii nzuri na unaendelea vizuri, hauwezi ukahukumiwa baadaye. Hapana, hapo hivyo utaokolewa. Wokovu watu wanafikiri kwamba labda wokovu watu watajua baadaye kule kwenye hukumu ndio wewe ukifa katika ukweli haupiti kwenye hukumu. Kwa hiyo taarifa inajulikana kwamba tayari umeokolewa. Hapana, sisi hatuna haja ya kusubiri. Ni Wakristo ndio wanasubiri, kwa sababu hukumu yao, hata wale ambao wako katika ukweli kulingana na Yesu watapita kwenye hukumu tu, lakini watawekwa kwenye mkono wa kulia ambao watakuwa ni kondoo, na wale ambao hawakukubali huyu Yesu watawekwa mkono wa kushoto ambao wataitwa ni mbuzi. Kuna ubaya gani kati ya mbuzi? Mbuzi imefanya kitu gani? Okay, haina shida, wataweka ni mbuzi. Sasa hao mbuzi watasukumwa, watasema kwamba nendeni kule nyinyi wengine, nyinyi kujeni huku nyinyi ambao nemtoke kwa wachana hivi. Ukitembea kulingana na ukweli haupiti kwenye hukumu. Kutembea kulingana na ukweli hadi mwisho, sio kutembea tu leo pap kwamba nimeshatembea kulingana na ukweli, nikafanya mambo mengine sitapita kwenye hukumu, na hadi mwisho. Maisha ambayo tunayaishi wakati huu yanapita, ni sekunde tu ngapi tu ambazo nikasema kitu ambacho unachokifanya ambacho ni kibaya unakihisi kwamba kina utamu wake, kina raha yake, kuna nini, lakini ni kitambo tu kidogo tu yatapita. Ila ni wapi ambao utamaliza umilele wako? Ni wapi? Hilo ndio jambo ambalo ni muhimu sana, ndugu zangu. Kwa hiyo ikiwa haya majina ambayo ni uzima, ambayo yako tayari ili kwamba yapate kubebwa, kuvaliwa, niseme namna gani, na idadi inayojulikana, ambao ni wasioanzishwa, walioneemiwa, na pia walioanzishwa ndio watavaa hayo majina, inapenda kumaanisha kwamba katika msingi kabisa, sikilizeni kwa makini, katika msingi wa mambo hakuna mtoto yeyote wa moto ambaye angetenda dhambi. Narudilia tena, katika msingi kabisa haikutakiwa hata mtoto mmoja wa moto kutenda dhambi. Na ndio maana kipindi hata baada ya anguko watoto wote wa moto ambao walianza kuzaliwa walizaliwa wakiwa wameanzishwa, hawakubadilika sasa wakawa walioanzishwa, no, walizaliwa wameanzishwa. Tunapogusia kuhusiana na Pongise, alizaliwa ameanzishwa, dada yake, wadogo zake. Muledi anakuambia hadi ilifika kipindi cha Dubise, muache zile dhambi ambazo zilitendwa ambao huyu aliua huyu 2 3 tukagusa, hakuna mtu ambaye alitenda dhambi. Dubise mwenyewe hakuwahi kutenda dhambi hata siku moja. Yaani hicho kipindi chote walikuwa wanazaliwa tu wameanzishwa tayari. Lakini sasa ilifika kipindi ambapo mwongo, adui, Musingedi aliingia, akadanganya, akaleta mabadiliko, akafanya kwamba baadhi ya walioanzishwa wapate kuwa wasioanzishwa, kuhusiana na yale ambayo nyote mnayajua yaliyotendeka. Sasa na katika msingi, watoto wa moto wasingelifanya nini? Wasingelitenda dhambi. Ni nini kifanyike?
Ndio hapa, sikilizeni tena kwa makini. Ndio maana nawaambia haya mafundisho ya leo yako ya kipekee. Kwa hiyo sasa, kutokana na hilo hitilafu ambalo lilitokea, ikawafanya kwamba baadhi ya walioanzishwa wakawa wasioanzishwa, na kimsingi hawatakiwi kuwa wasioanzishwa. Ndio maana neema ikadhihirishwa. Ndio maana neema ikadhihirishwa. Mpenye haya mafundisho vizuri haya. Ndio maana tunaitwa kwa sasa wasioanzishwa, walioneemiwa. Ndio maana inaleta mantiki kwamba watu wasiojua siri ya kiroho ya ulimwengu wa kiroho wataangalia kusema wazee 24 ni mitume 12 wa huyo Yesu, na wana 12 wa Yakobo. Hawajui chochote, hawajui msingi wa mambo kwa namna gani, hawajui msingi. Kwa hiyo zana hiyo ya kusema kwamba wazee 24 kwamba ni watoto 12 wa Yakobo na mitume 12 wa Yesu, gisi wanavyosema, haina maana yoyote, kwa sababu hata mitume kulingana hata na Biblia, Yesu alikuwa na mitume wengi. Hata Paulo alikuwa mtume wa Yesu, si ndio? Sasa wanapenda kitu gani? Aidha wanasema yeye hakutembea naye pamoja. Sasa sio mtume. Mtueleze kwamba ni mitume 12 wa Yesu waliotembea naye. Okay, sawa. Maana walikuwa wengi mitume wa Yesu, baadaye walikuwa hivi, walijaa. Hiyo dhana haipo. Ndio maana hao Wayahudi wa uongo hao unajua kwamba wanawacheka sana watu ambao wanaomwamini huyu Yehova Yahweh Elohim, Mungu wao. Hao wanawacheka sana hao Wayahudi wa uongo, wanaangalia hivi inapoteza muda. Mnajua kwa nini? Kwa sababu kuna baadhi yao wanajua siri kwamba ni uongo. Kuna wengine ni mbumbumbu kabisa, havijui, wanafikiri wao ndio taifa kabisa teule. Sasa wanawacheka wengine kwa sababu wanasema yote ambao wanayoyafanya hao wengine huko, kwamba wanamwamini Yahweh Mungu wetu, haina maana, kwa sababu sisi kama vile Wayahudi sote tumeshaokolewa, majina yetu yapo tayari. Sijui kama mnaelewa hilo. Hata wafanye hivyo hawataokolewa. Na ndio maana hata katika paradiso yao wanawambia namna gani? Majina ambayo yameandikwa pale ni majina ya kina nani? Kwenye milango kule ni majina ya wana wa Israeli yaani watu weusi wa Afrika mpo katika paradiso ya Yehova ya Yahweh. Majina yenu hayapo. Hata wazungu wa Ulaya hawapo, ni wana wa Israeli. Kwa hiyo dunia yote, wengine wote, mambo yote ambao wanaoyafanya kwao kuhusiana na Wayahudi wa uongo, wanaona imeangalia hivi, vinapoteza muda tu. Yahweh ni wa kwetu tayari, sisi tumeisha kwa majina yote yako kule. Kwa sababu ndio maana mtasoma kitabu cha kama ni Kutoka, wakati ambapo Musa aliongea na Mungu, alimshawishi Mungu. Mnajua historia, wakati ambapo wana wa Israeli wametoka katika utumwa, wakitoka Misri, nyote mnajua, ingawa historia ni ya uongo. Njiani Mungu akasema, mimi hao watu nitawaangamiza, naangamiza kabisa. Musa akasema, hai, namna gani utawaangamiza? Kwa nini utawaangamiza? Ukiwaangamiza watu watasema namna gani? Watu wengine watasema namna gani? Yaani umeenda kuwatoa kule Misri uje kuwamaliza hapa jangwani, haina hata maana Mungu. Haina maana. Watu watasema namna gani? Si afadhali ungewaacha tu kule, basi waendelee tu kuwa katika utumwa? Na kama ni hivyo, hata mimi mwenyewe jina ambalo umeliweka huko ulifute kabisa, ulifute katika ili kuonyesha kwamba majina yote ya wana wa Israeli wote walikuwa tayari wameshaandikwa, wanajua kwamba wao tayari wamefanya nini, wameokolewa. Lakini Mungu alimjibu namna gani? Sema yule ambaye nitakayemvuta ni yule ambaye atatenda, kwa sababu majina yameandikwa, lakini hayawezi akafutwa sasa hivi. Ni hadi mwisho wa safari ya huyo ndio naweza nikafuta sasa baadaye. Lakini Mungu alikubali mashauri ya ya Musa, akasema haina shida, basi sitafanya hivi kwa sababu Musa alimshawishi Mungu.
kwa sababu Musa alimpatia Mungu changamoto, kwa sababu ukisubutu tu kuangamiza hao na mimi unitoe kabisa katika kitabu chako cha uzima, haina maana. Mungu anasema haina shida mwanangu, hakuna shida, naacha, sitawaangamiza tena. N'importe quoi. Oh, Mungu yuko mbinguni, huyo ndio tunaamini anaishawishiwa na mwanadamu. N'importe, hauna hata hamna hata hivyo. Hakika kuna mambo mengine tukiingia kiundani, hakika nasema hivi kweli tulikuwa na akili kweli? Yeah, tulikuwa na akili ya uongo yani, tulikuwa na akili ya uongo. Kwa hiyo napenda kuonyesha namna gani, yaani majina yao yote yapo. Ndio maana tena watakuja ndani ya Biblia, sijui agano jipya, na Waisraeli wote wataokolewa. Hamjawahi kusoma hilo andiko? Ujiulize kwa nini wanaandika hilo andiko ndani? Maana wao wanajua kwamba ni wao, wengine wote nyote mnatoka hamna. Wanachukulia wengine ni mbwa. Hata Yesu alipokuja, mwanamke Msamaria amekuja Mkanaani, kwamba oh baba, mimi mwanangu anasema tu mbwa, siwezi kumpatia chakula mbwa, hichi ni chakula cha watoto, mbwa hamna nafasi. Kwa hiyo wanachukulia wengine ambao si Wayahudi, yani wana haki hata ya kuwaua ambao si Wayahudi. Kwao sheria inapita, inapita kabisa, kwao haina shida. Kuna hata kuna vitabu dunia, kuna mambo mengi. Hao Wayahudi kuna hii wanaita kama Talmud, ni sheria zao ambazo zipo za Kiyahudi wa mengine. Myahudi anaweza kaenda akafanya mambo ya uzinzi, uzinifu na mwanamke mwingine ambaye si Myahudi, kwao inachukuliwa kwamba haina shida na sio Zambia. N'importe quoi. Bo, sisi tunasonga mbele. Moto anaendelea kusema kwamba ukuta wa jiji, kuna mabano, ufalme ulikuwa una misingi 24 ambayo ndiyo alama ya kuanzia. Ndio maana nikawaambia kwamba hao wazee 24 watawakilisha kabisa ndio msingi wa Mumama Mnyenge, ndio msingi kabisa wa paradiso. Hata Dubise haya maono aliyaona pia, lakini Dubise mtaona tofauti yake yeye na Moto. Moto ni Moto, si ndio? Na Dubise ni mtoto wa Moto, si ndio? Tende polepole. Kitabu cha Dubise sura yake ya kwanza mstari wa 208 hadi 209 anasema hivi, naye pia anaelezea kile ambacho Moto anasema. Ulikuwa na milango 24, kuna mabano, ufunguzi wa maarifa yaliyosahaulika, tunafunga mabano, na kwenye milango hiyo badun, yani wazee 21 na majina, kuna mabano, uzima tayari kubebwa na idadi inayojulikana, tunafunga mabano, iliyofunuliwa, yani kuna nukuu yameandikwa, tunafungua mabano, papo hapo yale ya walioanzishwa na wasioanzishwa, walioneemiwa. Utofauti ni nini? Wakati Dubise yeye anapoongelea kuhusiana na majina yote ambayo ni wale ambao wataokolewa, Dubise kwake majina anaandika na emu ndogo, majina emu ndogo, lakini Moto kule yeye anaandika na emu kubwa. Kwa nini? Kwa sababu Moto yeye tayari ameshakuwa katika agizo kula vitu. Dubise yeye alitakiwa kwanza, yuko anaona maono, lakini atarudi tena katika hali inaonekana. Kwa hiyo atakuwa na mke wake, watafanya mambo yao kama kile tunavyojua, bado hajarudi mwisho kukamilisha kila kitu. Kwa hiyo ndio maana yeye mambo atakayoyaona aweza akayapenya zaidi sana kama Moto ambaye tayari ameshakuwa humo. Huu ndio tofauti mdogo ambao uko pale. Sasa ingawa alikuwa nje ya mwili wake, lakini kuna mambo mengine ambayo hawezi akayaona hivi tu kama gisi yalivyo. Ndio maana hata nani Yesu ambaye anasema tunaona mambo mengine kama vile ndani ya kioo nini, lakini tukiingia huko tutaona kabisa uhalisia kabisa kama gisi ulivyo, kwa sababu siri ya agizo kula vitu, kaka na dada zangu, sio kila mtu ambaye anaweza akaipokea, na hicho ndio kitu ambacho kilifanya hata Shetani mmoja na malaika walioanguka waanguke, kwa sababu hawakupata hiyo siri ya agizo kula vitu. Na mtauliza kwa nini hawakupewa, yani mambo mengine,
Ndio maana niliona kwamba ukuta wa jiji, kuna mabano ufalme, ulikuwa na misingi 24, kuna mabano alama ya kuanzia, kama gisi tulivyoona pia kwa moto. Kipengele cha pili, ufunuo. Sasa si mumekula ufunuo, lakini unaambiwa sasa ufunuo. Kitabu cha Ufunuo sura yake ya 4 mstari wa 1 hadi 3. Hapa ni laki 7. Baada ya hayo nilitazama, kuna mkato, natazama, kuna mabano tundu. Tundu ni nini? Ni mlango tena. Wasiri ulifunguliwa kati ya hali inayoonekana na isiyoonekana, kuna mabano ya kiroho, tunafunga mabano. Kwa hiyo laki 7 yeye ataona dhana ya wazee 24, lakini ili kuwaona alitakiwa kushindikizwa na mlinzi. Hawezi akawaona akiwa yeye peke yake. Sikilizeni kwa makini. Mlinzi mwenye nguvu akaniambia, kuna nukta 2, panda juu, kwa sababu tayari kumesha kuwa tundu, kuna mlango. Akaambiwa sasa, panda juu na uingie kupitia tundu, yaani kupitia mlango huo, kisha uingie ndani ya bonde la maono. Hai, uingie ndani ya bonde la maono, nami nitakuonyesha yatakayotokea baada ya haya. Loba. Katika bonde la maono kuna mambo mbalimbali. Kuna mambo ambayo yameshapita, yaliyopo, yatakayokuja. Sasa kama haujaanzishwa huko ndani, hauwezi ukajua nini ambacho kimesha kuja, kitapita nini na nini, hauwezi. Sasa kwa nini laki 7 aingie katika bonde la maono? Kwa sababu laki 7 hawezi akaingia moja kwa moja katika agizo kula vitu. Haijamaanisha kwamba bonde la maono kwamba sio katika ulimwengu wa kiroho, no, ni katika ulimwengu wa kiroho, lakini kuhusiana na asili aliyokuwa bado nayo laki 7 hawezi akaingia direct kwenda kuyaona katika agizo kula vitu lenyewe, maana alikuwa bado na hali ya mwabudu aliona mlizi anapenda kuabudu, hiyo hali bado anatakiwa kuondokana kwanza na hiyo. Kwa ndio maana yeye ataingizwa katika bonde la maono ili aende kuona, na anapoona anaishi yale ambayo anayoyaona, kwa sababu mutatili, tuseme kwa mfano, akikujia akiongea na wewe, anapozungumza na unaona kile anachozungumza, hichi ndio kitu ambacho mnatakiwa kuelewa. Sio kwamba anaongea na wewe alafu unaanza kufikiri labda ndio hivi. Anaongea na unakiona kile anachokiongea, na ndio maana hata unapoandika hizo, unapoongea unaongea kile ambacho tayari unaona. Lakini hatuwezi tukaona mutatedi kwa wakati huu, hata tulie nini, maana tuko bado na mzaliwa wa pili. Kwa maana huwezi kuingia katika agizo kula vitu ukiwa katika hali yako ya sasa. Ndio maana anatakiwa kupita katika bonde la maono, aonee hayo mambo kwenye bonde la maono, lakini sio kuingia. Lakini Dubise yeye aliingia katika agizo kula vitu ili kuona hayo mambo. Unajua hivyo? Je, ulikuwa upendeleo? Anao sio upendeleo. Katika ulimwengu wa kiroho hakuna upendeleo. Kwa nini Dubise yeye, na nimewaeleza kuhusiana na laki 7 bado hali yake ambayo iliyokuwa, lakini Dubise hajawahi kutenda dhambi, hakutenda dhambi. Kwa hiyo asili yake ilikuwa tofauti zaidi sana na laki 7. Sijui kama mnaelewa. Kwa hiyo ndio maana ametoka akaingia yeye. Kwa hiyo ndio maana hata kama umetoka nje ya mwili wako, kwa mfano, hauwezi kuingia moja kwa moja katika agizo kula vitu. Hapana, sio kwa namna hiyo. Kuna utaratibu ambao upo. Ndio maana kitabu cha Esombe 26:31 anasema, ninachomaanisha kaka na dada ni kwamba asili yetu ya sasa ya nyama, damu na mifupa haiwezi kurisi agizo kuu la vitu, wala kile kinachoharibika kurisi kutokuharibika. Sasa hao wanaoomba damu ya Yesu wanaitoa wapi? Yaani Yesu wao hata mbinguni ana damu yako Baba itufunike na watoto wetu. Awe nyinyi ni wauaji, nyinyi ni mmoja kati ya watu walioua huyu Yesu wenu. Watu wanaongea mambo wasioyajua. Damu yako itufunike, maana yake ituangukie sisi. Hayo ni maneno ambayo yaliongewa na wale waliotaka huyu Yesu wenu auawe.
Pilato aliona kwamba huyo Yesu hana kosa, si ndio? Akachukua maji akaosha mikono yake, akasema bwana, mimi sijaona kosa. Alitaka kumruhusu kwamba ajendee yake, akasema hapana, asulubiwe afe, asulubiwe afe, asulubiwe afe. Mbona mimi sijaona kosa? Damu yake iwe juu yetu na kwa watoto wetu. Okay. Wakaenda wakamuua, alafu Wakristo wanaomba damu yako Baba itufurike. Wauaji nimporte kwa watu wanafanya mambo ambayo hawajui yametokea wapi. Hiyo damu iko wapi ambayo itakuja kuwafunika? Si imemwagika kwa mujibu wenu mara moja? Mbinguni hakuna damu. Damu na nyama haviwezi vikarisi ufalme. Sasa hiyo damu ambayo mnaomba ya Yesu ije kila wakati kuwafunika inatokea wapi ndugu zangu? Mko na bomba na huyu Yesu alikuwa na damu ya namna gani? Alikuwa na lita ngapi ndani ya mwili wake? Tangu pale ambapo hiyo damu inawashukia kwenye kichwa, sijui kama hadi ndani kwa manyumba, kila kitu kina, yani ni damu ya Yesu ina nani, hadi wengine wanasema kwamba hata nani mavazi yao yachomvwe kwenye damu ya Yesu ili yawe masafi. Hakuna huu ni ujinga. Damu ukichukua nguo yako unaweka ndani ya damu itakuwa safi namna gani ndugu zangu? Inakuwa nyekundu mchafu, tena chafu. Si afadhali n'importe quoi? Si afadhali unaweka hata nani nguo yako ndani hata ya maziwa ni meupe, afadhali nachukua damu ya Yesu ioshe. Itaosha nini? Itachafua tu. Damu haiwezi kaosha, inachafua ndugu zangu. Wale watoto namna gani? Mambo ambayo watu wanaongea wanafanya kama ni mzaa, lakini mambo yako serious, ni kiroho, yako deep. Watu wanafanya mambo ya kuabudu bila wao kujua. Yale mazoea ya kuongeongea kwamba sisi tunakuwa tunaomba hivi. Endelea kuomba tu na damu zitashuka kweli kweli, na mtaona kweli kweli zinaendelea kushuka ndani ya maisha yenu. Kitabu cha Ufunuo sura yake ya 4 mstari wa 4 hadi 9 nasema, mara moja nilijikuta katika bonde la maono kwa nguvu ya Mungu. Hapo sasa ameingia katika bonde la maono, na tazama, katika ono langu kulikuwa na jopele epeti. Loba, jopele epeti, yani kiti cha enzi ambacho kinamaanisha nguvu kuu. Wao wanachora Mungu yuko kwenye kiti, maana yake nini? Ambaye alifanana na yakuti samawi, na kati ya jopele epeti, kiti cha enzi, alitokea mmoja, kuna mkato, mlinzi mwenye nguvu, ambaye mwonekano wake ulifanana na wa mtu mweusi, yani wa mtu wa jamii yetu nyeusi, kwa juu maana kwa chini labda kuona kwa juu. Yani Lakisabia anashindikizwa na mlinzi, anaingia katika bonde la maono. Katika hilo bonde la maono akaona tena jopele epeti, kiti cha enzi. Alipotazama akaona mtu wa jamii yetu nyeusi, ambaye tena alikuwa mlinzi. Yani mlinzi anampeleka, anaona mwingine mlinzi. Kwa nini haya mambo? Utaenda kuelewa. Niliona kitu kama shaba iliyosuguliwa, kama moto unaowaka, ndani yake mlinzi mwenye nguvu alikuwamo na kung'aa pande zote, kuanzia umbo la viuno vyake kuelekea juu na kuanzia umbo la viuno vyake kuelekea chini. Niliona kitu kama moto unaowaka na kama mwanga mkali uliomzunguka. Nuru hii iliyong'aa kote kumzunguka ilikuwa na mwonekano sawa na upinde wa mvua mawinguni siku ya mvua. Ilikuwa ni mwonekano wa uwepo mtukufu wa ufunuo uliokatazwa. Nafikiri mwenzenu anaenda kuabudu, mnafikiri Lakisabia wewe si mtu wa loba. Ni nini ambacho alichokiona? Aliona nini kwa roho huyo? Mkipenda kujua ni nini alichokiona hasa kwa huyo roho, huyu mlinzi, mtauliza kwenye maswali. Mkumbuke, tutaeleza. Ilikuwa ni mwonekano wa uwepo mtukufu wa ufunuo uliokatazwa. Hicho ndio kitu ambacho alikiona, na wanawambia kwamba ulikuwa ni nini? Ni mwonekano tu, yani ni kama mfano tu wa uwepo mtukufu uliokatazwa. Sasa auone sasa huo live, atafanya namna gani? Si anafariki sasa, sijui, kwa sababu ameona tu mfano huo wa uwepo mtukufu uliokatazwa, alibaki tabani. Sasa auone gisi ulivyo, ni kitu kingine. Kwa hiyo
Ufunuo uliokatazwa, yani ni ufunuo ambao sio watu wote wanatakiwa kujua. Na swali ni kwamba kwa nini kama umekatazwa tena tuongea, sio kila mtu ambaye anaweza kauelewa. Yani kila kitu unaweza ukaongea, lakini sio kila mtu ambaye anaweza kaelewa. Nilipoona haya nilinamisha kichwa changu. Ni kawaida. Kisha mlinzi mwenye nguvu aliyesimamia kuniongoza kaniambia, usiogope, yani usiwe bongo, lakini angalia tukio hilo kwa uangalifu. Angalia tu, usiogope, wewe angalia tu kwa uangalifu, maana utaenda kuiandika, usije baadaye uende kuandika mambo mengine tapa tapa tapa. Nana, angalia kwa uangalifu tu. Wewe tulia, hujaona kitu, angalia, tulia tu, uwe makini tu katika kuangalia. Kipengele cha 3. Kwanza tunapoongelea kuhusiana na kiti cha enzi yatakuja baadaye. Kipengele cha 3, utambulisho wa Badum. Ni akina ndio tema yenyewe. Utambulisho wa Badum, yani wazee 24 na alama ya namba 24. Unajua 24 si namba ambayo mnajua. 23, 24. Hiyo 24 inamaanisha nini katika ulimwengu wa kiroho? Kuzunguka Jopele Epeti kiti cha enzi, niliona Jopele Bepeti. Jopele, kuna Jopele Epeti na Jopele Bepeti. Yani Jopele Epeti ni mmoja, Jopele Bepeti ni vingi, yani viti vya enzi. Jopele Epeti ni kiti cha enzi, ndio aliona kwanza, alafu baada ya hapo akaanza Jopele Bepeti, yani viti vya enzi 24, hapana na vine nasema 24, hapana 24. Sasa msifikie kwa ni viti yani Jopele Bepeti ambao ni viti vya enzi ni roho za gizo kula vitu 24. Msikilize vizuri eh? Na juu ya Jopele Bepeti viti vya enzi wanaume 24. Hai tayari kuna Jopele Epeti 24, lakini juu ya Jopele Epeti kuna wanaume 24 wamekaa juu ya viti vya enzi. Hai hii inachanganya sasa. Kama Jopele Epeti viti vya enzi ni roho za gizo kula vitu, tena kuna roho zingine za watu wengine 24 wanakuja kukaa juu. Ina maana kama vile niko hapa hivi, mwingine mwanaume anakuja kukaa juu yangu. Hivyo ndio watu wataelewa. Na Jopele Epeti ni roho za gizo kula vitu, lakini pia hawa 24 ni roho pia, lakini haimaanishi kwamba wanakuja kukaa juu ya roho zingine. Na maana yake ni nini? Tayari zana ya wazee 24 imemalizika, tumeiondoa kabisa. Sijui kama mmeshaona hii. Maana Jopele Epeti ni 24, wanaume 24 pia juu. Ameshakuwa ngapi? 40 ngapi nyinyi ambao mnasoma hisabati? Ni 20 ni 40 ngapi? 22 24 24 si 48? Tunaenda polepole. Walikuwa yani 24 wa jamii yetu nyeusi walikuwa Badun, yani wazee. Yani hao wanaume 24 ambao walikaa juu ya Jopele Epeti viti vya enzi ni hao wazee 24 ambao ni weusi wamekaa juu. Kwa hiyo kuna Jopele Epeti 24 na kuna wazee 24. Kwa hiyo sio 24 tu, itaendelea. Tunaendelea kusoma. Wameketi, wamevaa mavazi yanayong'aa. Kuna kitu kingine kimejiongeza, mavazi wamevaa. Kwa hiyo atakuwa mavazi 24 pia. Twende polepole. Na vichwani mwao taji za dhahabu safi zisizoonekana 24 pia. Kila mmoja atakuwa na taji 24. Sasa wazee 24 ndio nini hasa? Ni kitu gani hasa? Na kwa nini 24? Mungu ameniambia. Nimeenda ndani kule, ukweli uko hapa, umesimama hapa. Sio mambo ya kubangaiza, nimesikia labda nahisi Mungu ameongea na mimi. Nilikuwa kwenye bafu naoga na nikaona mwanga nikaona Yesu akakuja akasema, bwanangu wende ukaokoa watu, n'importe quoi. Ondokeni haya mambo, tunaenda katika ukweli. Kwa hiyo walikuwa ni Badum, walinzi. Walikuwa walinzi. Yani wazee 20 utambulisho wao, wazee 24 ni walinzi 24. Huo ndio utambulisho wa wazee 24. Kwa nini wanaitwa wazee?
Ni tafsiri ambayo tunasema, lakini mzee haijamaanisha kwamba ni wazee, kwamba wana mandevu wananywa, no. Haya mambo ya ndevu na nini, kuwa unafikiri roho za gizo kula vitu wana mandevu? Haya ni mambo ya katika linaonekana hawana ndevu, waende nazo wapi? Je, wana meno? Wane nyama choma? Hakuna mambo ya nyama choma kule. Ni nini hasa? Tunaendelea, hiyo sio tema. Kitu ambacho watu hawakuelewa ni nini? Roho anapovaa vazi la kitani, sisi ni maelezo ambayo sisi tunayaelewa kwamba roho amevaa vazi la kitani, lakini hilo vazi ni roho agizo kula vitu pia. Ni roho agizo kula vitu. Sasa wakati unapoona, sisi tunapoona, hatuwezi tukaonyeshwa mambo ya kiroho bila kupewa mfano kwa kile ambacho unakijua, ambacho umeshawahi kukiona katika hali inayoonekana. Na ndio maana swali la kaka jana Amani, nyote mlisikia, ukiwa kipofu, je, unaweza ukaona maono? Hauwezi ukaona. Haliwezekani. Hivi mnafikiri vipofu ambao wamezaliwa vipofu kabisa, ambao wamezaliwa ni kipofu, unafikiri wanaota ndoto? Nauliza. Wengine wanaanza kuchanganyikiwa. Nauliza, sijasema ndio weza, hapana. Muende kufanya utafiti kama watu ambao wamezaliwa wako yani vipofu, je, wanaota? Hiyo ni nani, ni homework ambayo mweza mtaleta majibu huko, tujue kweli kweli, je, wanaota ndoto? Maana ndoto ni nini? Sasa ni mambo ambayo unayaona. Kaka atasema hata pia unayoyasikia, unayoyasikia lazima upate picha pia ya kile ambacho unasikia, kwa unaweza ukasikia kitu na ukaunda image. Hiyo image unatakiwa kwanza uione ili uiunde. Kwa hiyo tunaona kwamba tayari kuna wazee 24 ambao ni walinzi. Hawa wazee 24, na wanaposema wazee 24 sio kwamba ni wazee, ni baadhi ya roho za agizo kula vitu ambao waliumbwa mapema sana kabla ya wengine. Sijasema kwamba wao ndio wa kwanza kuumbwa, no. Nasema yani ni kuhusiana na uumbaji, gisi walivyoumbwa. Wazee 24. Mulende anatuambia ukiona Mutateti sio mzee, ni sijui aseme, sio kwamba ni kijana, ni mwanaume tu, sio mzee, sio yani very smart kama kawaida. Ni hivyo tu, na anabaki hivyo tu, na hawezi akabadilika, hawezi akazeeka, hawezi akawa mengine. Swala zote za kuzeeka au mengine hivyo, nafikiri wewe hata kama umeisha kuwa mzee, ukiingia katika agizo kula vitu utakuwa hivyo? Hizi ndio swali ambazo watu wanajiuliza. Ulikuwa labda huku umeshazeeka, meno hauna tena, je, ukiwa roho utahitaji meno kwanza? Sijui siveni kuingia katika hiyo hali, watu wajiji wakajiuliza maswali mengi. Kwa hiyo unapoingia katika hiyo dhana, unapoingia katika agizo kula vitu, hata kama ulikuwa mzee, roho yako haizeheki. Roho haizeheki. Ndio maana demoni zipo tu kama gizi ilivyo, baada ya kuangamizwa miili ziko vile, hazizeheki. Roho haizeheki, lakini Biblia inaonyesha na maandishi, yani kuna zeheka watu katika paradiso huko. Mungu tayari, we mzee kabisa, ndevu nyeupe wanamchoa, mzee wa siku wanachoa, wazee wote mvi kichwani, ndevu huku. Hii ni paradiso gani ambao watu wanaonyeshwa? N'importe quoi. Na watu wanapoingia katika maombi nini, hicho cho kitu ambacho wanakiona. Niliona Mungu yuko kwenye kiti cha enzi, awe yuko kwenye kiti cha enzi na anaenea kweli kweli, na ili kuikaa kwenye kiti cha enzi anatumia nini nyuma? Mungu ana makalio. Hawezi ukakaa kwenye kiti bila makalio bwana. Tuongee kila kitu kama kizi kilivyo. Ikiwa Mungu ana makalio, sasa si kiumbe hicho? Walishusha hadhi ya muumba wakamfanya kuwa kiumbe. Ndio maana sisi hatuwezi tukakubaliana na uongo ambao wametuletea. Haiwezekani. Kitambo kabisa tulikuwa katika ujinga tukaukubali, lakini ikafika mwisho sema bwana, mapumziko yameisha, tunaingia katika uhalisia wa maisha. Ndio haya ambayo tunaongea kwa siku ya leo. Ndani ya Biblia
Kwa sababu nimeongea kuhusiana na swala la mavazi. Tunapoongelea kuhusiana na roho za gizo, kuna vitu kwamba amevaa hiki, sisi tutaona hivyo kwamba amevaa, kwa sababu lazima tupate picha na tuelewe kile ambacho tumeshawahi kukiona katika linaonekana. Hivyo ndio ulimwengu wa kiroho unaruhusu sisi tuone hivyo, lakini sio namna hiyo, na hatuwezi tukaona hivyo kikawaida. Lazima uwe sasa umeshakuwa mtu halisi ambaye hauwezi ukarudi tena ili uone ni nini maana yake, ingawa mlezi ameshawahi kutueleza. Kwa mfano, kuna mtu ambaye amekaa kwenye kiti cha enzi, alafu kuna kuja mwingine anakaa juu yake. Ni kuweka tu uweza juu ya huyo roho ambaye ni kiti cha enzi. Huu ni mfano, sio kwamba anakuja kukaa kwa namna ambayo watu wanaweza kafikiri. Ndani ya Biblia za kisasa watasema kwamba huyu Adamu na Eva walikuwa uchi, si ndio? Sawa, na hawakuona aibu. Okay, lakini baadaye tena walipotenda dhambi wakajikuta wako uchi. Sasa mtuambie, walikuwa uchi hawakuwa? Hamoni kama haina thamani? No, kweli tumepitia mambo mengi sana. Walikuwa uchi hawakuona hivyo, macho amefunguka tena wakajikuta wako uchi. Si nyinyi wenyewe mlituambia kwamba walikuwa uchi? Sasa wameshangaa nini kuwa uchi tena? Haieleweki. Nikupenda kuambia kwamba mtu alipokuwa katika asrari, katika ulimwengu wa nafsi, ni kweli hakuwa uchi na hakuwa uchi na alikuwa uchi. Aidha alikuwa uchi na hakuwa uchi. Namna gani? Kwa sababu yeye vazi lake ulikuwa ni utukufu wa roho yake, ndio ulikuwa unafunika nafsi yake. Pia na mtu, utukufu wa roho ya mtu ndio ulikuwa, hauwezi kaona aibu yake. Sasa utukufu unapoondoka ni kama vile wamebaki uchi, lakini sio uchi wa mnyama ambao kwamba wanyama wengine waliangalia moto ndio hivi ulivyo. No, sio kwa namna hiyo, hapana. Kwa hiyo vazi inategemea na namna mtu anavyolichukulia. Sisi tunaposikia tu vazi, roho agizo kula vitu amevaa kitani, tayari tunaona kwamba iko ya namna gani, iko namna gani, lakini roho pia ambazo zinawakilisha mavazi hayo. Kwa hiyo wazee 24 ni walinzi. Huo ndio utambulisho wao, ni walinzi. Sasa swali ambayo tunabaki kujiuliza, je, ni hao tu wazee 24 ambao wapo, aidha hao walinzi 24 tu ndio ambao wapo katika dunia hii, aidha katika ulimwengu wa kiroho kumrazi? Kitabu cha Jongele ambao wataita Zakaria, aidha Zekaria. Zekaria maana yake ni kukumbuka, ukumbusho, mambo kama hayo. Jongele sura yake ya kwanza mstari wa 7 hadi 9 anasema hivi: siku ya 24. Maana hapa tunapenda sasa kuongelea kuhusiana na alama hiyo ya 24. Inamaanisha nini zaidi sana? Unaposema namba 24 ni kitu gani? Siku ya 24 ya mwezi wa 11 katika mwaka wa 3 wa Mwanedi, Mutatedi aliniambia Jongele mwana wa Namse Mutopedamundi. Kwa hiyo hapa kwanza wanatuambia kuhusiana na namba 24. Yaani namba 24, ikiwa mnapenda kujua, ni namba ambayo inaendana na ufunuo. Yaani kutatokea ufunuo. Inapotokea hiyo 24, kuna ufunuo ambao unakuja baadaye. Sio kama unaelewa vizuri. Yaani namba 24 ni ufunuo ambao unatokea. Wakati Muledi alipotoa haya mafundisho, ilikuwa Jumamosi, wakati tulipokuwa kwenye kanisa la nyumbani Ufaransa. Akatoa maana ya hiyo 24. Kwa hiyo kuna kaka mmoja, kaka yetu Titimbe, wakati alipotoa sasa naye pia mafundisho yake ambayo alikuwa anatakiwa kuyatoa, akasema kwamba Muledi alipoongea kuhusiana na 24 niliogopa kidogo, kwa sababu nami pia chumba cha hoteli yangu ni namba 24. Nikaanza kuuliza, ni kitu gani ambacho kinanitokea mimi? Aliyesema hivyo. Kwa hiyo hakuna mambo ya kubahatisha, bahati haipo katika mambo ya kiroho. Yaani unajiandaa kupokea ufunuo tu. Yaani ni kitu ambacho kilimwandaa kwamba bwana 24 leo ni ufunuo ambao unakuja baada ya hapo. Bila yeye kujua. Kwa hiyo mambo yote ambayo tunapitia, hizo tunapitia, tusiaoneone kwamba ni kawaida, ni kawaida. No, hapana. Tuwe very serious kuhusiana na mambo madogo madogo ambayo mnaweza mkadharau, mnaona hili liko hivi, hili liko vile. Ndio maana hata wachezaji wa mpira walio wengi hawachagui namba kwa sababu ya kuchagua yenye ambao watavaa kwenye t-shirt nyuma.
walio wengi, ingawa kuna wengine ambao wanalazimishwa, ambao utavaa hivi okay, lakini wale wakubwa wakubwa wale hawezi kuwalazimisha. Kama ni namba 7 ndio hiyo anayo tu kama ni namba 10 hata aende wapi ni hiyo 10. Kama kulikuwa mtu ambaye alikuwa nayo lazima kwenye hiyo timu, lazima aiache, ampatie, achukue nyingine, kwa sababu nyuma kuna taarifa ambayo ipo. Kwa hiyo namba 24 inaendana na ufunuo ambao utakuja. Usiku huo niliona maono, so unaona, natazama mtu wa jamii yetu nyeusi alikuwa amepanda farasi mwekundu na mabano nafsi, na alikuwa amesimama kati ya miti mitakatifu mahali penye kivuli. Kulikuwa na farasi wekundu nyuma yake, kuna mabano nafsi, farasi weusi, kuna mabano mihili, na farasi wanaong'aa, kuna mabano roho. Nilisema, farasi hawa ni akina nani? Ekombo mutatedi, yani roho mwenye nguvu wa siku za kwanza ni akina nani hao? Na mutatedi aliyekuwa akizungumza nami akasema, nitakuonyesha farasi hawa ni akina nani. Unaweza mkaendelea kwenye mstari wa 10 na kuendelea, mtajua ni nani, na kitu naongelea kuhusiana na 24 namba hii. Mukaisedi, kanata Mukaisedi, kitabu cha Mukaisedi ambayo tiita Danieli, sura yake ya kwanza mstari wa 354 hadi 356, anasema siku ya 24 ya mwezi wa kwanza, na hii pia ni hiyo, nilikuwa kwenye ukingo wa Mopi, yani mto mkubwa ambao ni Pelepele, ambao watiita Hidekei, pamoja na wanaume wengine. Nikainua macho yangu nikaona, natazama mtu wa jamii yetu nyeusi amevaa kitani na mkanda wa dhahabu safi kiunoni mwake. Mwili wake ulikuwa kama krisolita, uso wake uling'aa kama umeme, macho yake yalikuwa kama miali ya moto, mikono na miguu yake ilikuwa kama shaba iliyosuguliwa, na sauti yake ilikuwa kama sauti ya umati wa watu. Tumeona 24 pia anaona maono, ufunuo mwingine anapata. Ndema ambayo wataita Agai, sura yake ya kwanza mstari wa 13, mutatedi aliimarisha roho ya Muna Njombe Lamudi, yani Zerobabeli wanavyoita, na roho ya Belonge mwana wa Teitei kuhani mkuu, na roho ya watu wengine wote waliokuwa pale. Walikuja na kuanza kufanya kazi siku ya 24 ya mwezi wa 6 katika mwaka wa pili wa mfalme Mwanedi. Yani siku ya 24 roho zinasafishwa ili kufanya kazi ya neno, kupata mambo mengine baadaye. Ndema ambaye ni Agai tu, sura yake ya pili mstari wa 8 hadi 10, siku ya 24 ya mwezi wa 9 katika mwaka wa pili wa Mwanedi, mutatedi aliniambia mimi Ndema mutopenda mudi kwa maneno haya, waulize makuhani waamue kesi hii kumrazi. Je, yule anayetoa dhabihu ya mnyama ni safi? Makuhani walijibu hapana. Yani 20 namba hiyo inaambatana na mambo ya kiroho, yani ufunuo. Ndema Agai tu, sura yake ya pili mstari wa 18 hadi 19, mutatedi aliniambia tena, Ndema, siku ya 24 ya mwezi, kwa maneno haya zungumza na Muna Njombe Lamudi, gavana wa Soma, na useme, Mudima Bekokisedi atatikisa kiti cha enzi cha falme zilizoharibika kiroho na kuharibu kiroho nguvu za wazungu na damu mchanganyiko Metisi. Kwa hiyo inaambatana na ufunuo namba 24. Kipengele cha 4 na ndio cha mwisho, siri kuhusu wazee 24. Kitabu cha Babysedi, Ufunuo, sura ya 5 mstari wa 1 hadi 9, nasema, kumrazi. Yes, niko sawa. Bon, nilipenda kunitikisa sasa. Hey, imani unasoma wapi? Bon, niko sawa. Ufunuo 5:1-9. Kisha nikaona. Ni nani anayeona? Ni Lakisabe. Kwenye mkono wa kuume wake yeye aliyekuwa kati ya Jopele Epeti, yani kiti cha enzi, kitabu cha siri. Kuna mabano, roho wa maandiko
na roho wa rekodi, kuna mabano, katika gombo lililoandikwa ndani na nje, lililofungwa kwa mihuri 7. Ndani ya Biblia za kisasa watawaambia kwamba Yohana aliona malaika alikuwa na kitabu ambacho kimeandikwa ndani na nje, na ambacho hakuna mtu ambaye duniani, mbinguni, chini ya nini, jinsi mnavyosoma, alikuwa na uwezo wa kufungua hicho kitabu ili kukisoma. Haina hata maana kama hicho kitabu kimeandikwa ndani na nje. Ina maana kwamba yale ya nje umeshayasoma, si ndio? Sasa namna gani tena tayari? Haina maana. Lakini wanakuambia kwamba mbinguni, msome Ufunuo ndani ya Biblia za kisasa, mbinguni, duniani, hata chini ndani ya bahari, wapi, hakuna aliyeweza. Inampenda kumaanisha kwamba hata Mungu mbinguni hakuweza kufungua hicho kitabu, kwa sababu Yesu anasema namna gani alipotaka kuwafundisha wanafunzi wake kuomba? Alisema, Baba yetu uliye mbinguni, si ndio? Kwa hiyo hakuna yeyote aliye mbinguni aliyeweza, hata Mungu si yuko mbinguni, hakuweza kufungua hicho kitabu ili kukisoma. Cha kushangaza sasa, ndugu zangu, ni hiki cha maajabu. Sasa njo hiki Mungu alipomuumba Adamu na Eva aliwapa mamlaka juu ya wanyama, si ndio ndugu zangu? Kwamba wawe na mamlaka juu ya wanyama. Sasa Yohana anaona hicho kitabu. Mbinguni hakuna hata mmoja aliyekuwa na uwezo wa kufungua hicho kitabu. Duniani hivyo hivyo hakuna, wapi na wapi hakuna. Lakini cha kushangaza ndugu zangu, kuna kamnyama kadogo ambako kanaitwa kamwana kondoo. Hako ndio katakuja pwe na uchukue kitabu kitafungua. Haina maana. Yaani wanaume wazima, watu ambao walipewa mamlaka na Mungu, wanashindwa kufungua. Lakini kamwana kondoo kamekuja tu kanachukua tu kirahisi, kanachukua kitabu cha kanafungua. Kwa sababu hapo Yohana alianza kulia, analia, roho inalia, inatoa machozi, n'importe quoi. Kwa sababu hakuona yeyote yule. Kuna malaika mwingine sijui kama ni mzee mmoja akamwambia kwamba usilie, mwana kondoo ameshinda. N'importe, kamwana kondoo kamekuja kufungua. Na ndugu zangu, tuwe serious bwana, sio hivyo. Kisha nikaona roho yenye nguvu iliyopiga kelele kwa sauti kuu, ni nani anayestahili kukifungua kitabu cha ajabu katika gombo na kuvunja mihuri yake? Kuna mabano, ambaye anastahili kupokea moja kwa moja uanzishwaji. Hiyo ndio maana yake, na kutawazwa na roho wa maandiko na roho wa rekodi. Hiyo ndio inamaanisha. Na hakuna yeyote katika astrali na ndogo, hapana mbinguni, hapana agizo kula vitu, wala juu ya ardhi wala chini ya ardhi. Tunafunga mabano. Hata viumbe waishio majini tunafunga mabano, aliyeweza kukifungua kitabu cha ajabu katika gombo wala kukitazama. Sasa Karata Mbali, Karata Ndimsi wanaongea namna gani? Kalikuwa kama mwana kondoo, zilikuwa nini zaidi sana? Nami nikahuzunika sana. Hiyo ni kawaida, kuhuzunika sio kulia. Roho inaweza kahuzunika, kwa kuwa hakuna mtu aliyepatikana anastahili. Tumeshataja ni wapi. Kuna mabano, kupokea moja kwa moja uanzishwaji na kutawazwa na roho wa maandiko na warikodi, kukifungua kitabu au kukitazama. Na mmoja wa badun, yani wazee mmoja, akaniambia katika mahono, usihuzunike, tazama joki 7 katika umbo la mfano wa mwana kondoo. Mwana kondoo amekuja. Sikilize kwa makini, narudia tena. Luba, tazama joki 7 katika umbo la mfano wa mwana kondoo, ameshinda ili kukifungua kile kitabu na mihuri yake 7. Kuna mabano, yeye yuko juu zaidi ya uanzishwaji na kutawazwa kwa kitabu wa maandiko, roho wa maandiko na roho wa rekodi. Jokisa yuko nje, yuko zaidi ya roho wa rekodi wa nini, yeye yuko nje. Yeye ndio anaweza. Kwa nini?
Jokisabe alichukua mfano wa mwana kondoo. Mtauliza mkiwa na swali baada ya mafundisho. Na nikaona katikati ya hii Jopele Epeti, yani kiti cha enzi, na Yawea, yani maserafi wanne, na katikati ya Badun, yani wazee, mfano, kuna mabano, kiwakilishi wa taswira ya mwana kondoo ambaye alikuwa pale kwamba amechinjwa, kuna mabano, ameachwa, tunafunga mabano. Alikuwa na pembe 7 na macho 7 ambayo yanawakilisha roho 7 za usiku na roho 7 za mwanzo wa uumbaji wa hali inayoonekana. Akaja na kukitwaa kile kitabu cha ajabu kutoka mkono wa kuume wa yeye aliyekuwa kati ya Jopele Epeti, yani kiti cha enzi. Alipokwisha kukitwaa kile kitabu cha ajabu katika gombo, wale weya maserafi wane na wale 24 Badum, yani wazee, wakasujudu si mbele ya taswira ya mfano ya mwanakondoo, wala mbele ya yeye aliye kati ya hii Jopele Epeti, yani kiti cha enzi. Hivi mnaona uhalisia wa mambo. Msome vizuri ndani ya Biblia za kisasa. Walinama mbele yako ka mwana kondoo, wakaanza kusujudu, kuabudu. Msome vizuri mtaona. Kila mmoja wao alikuwa na mvete hai na vikombe vya dhahabu vilivyojaa manukato yanayowakilisha maombi ya walioanzishwa na wasioanzishwa, walioneemiwa. Kwa hiyo wewe usianzishwa, ulioneemiwa, unaweza ukaomba, maombi yako yanapokelewa, kwa sababu roho yako iko pale kwa ajili ya kusaidia hayo. Nikatazama, nikasikia sauti ya bamuloloma, yani malaika wengi kuzunguka Jopele Epeti, kiti cha enzi, weya maserafi na Badum wazee, na hesabu yao ilikuwa makumi ya maelfu na maelfu ya maelfu. Nikupenda kukuambia nini? Wazee 21 sio tu wazee 21, ni maelfu ya maelfu na maelfu na maelfu na maelfu. Lakini kuhusiana ibada hiyo ambayo ilitakiwa kuona, haitakiwa kuona tu 21. Hivi sijui kama mnaelewa vizuri, kwa sababu Moto alipokuwa anamwanzisha Moto, alimwanzisha kuhusiana na wale walinzi ambao ni msingi wa umamamu nyingi, yani paradiso. Sasa mnapenda aonyeshe wazee 50? No, ni hao 21 ndio walitakiwa kuwepo katika hiyo ibada, lakini haijamaanisha kwamba kuna wazee 21 tu peke yake. No, ni maelfu ya maelfu. Hata ndani ya Biblia za kisasa mkisoma mtaona kwamba wameandika hivi kwamba ni wengi. Kwa hiyo dhana ya wazee 21 haipo, ni wengi, lakini ni hao 21 ambao walitakiwa kuwepo katika hiyo shughuli ambayo ilitendeka. Kitabu cha mwisho kabisa, Apokalipsi, yani Ufunuo, sura ya 7 mstari wa 15 hadi 19. Na mmoja wa Badum, yani wazee, akanena nami katika maono, akaniambia, wale waliovaa kitani inayong'aa ni akina nani hawa, nao wametoka wapi? Kwa hiyo nimuuliza Lakisabe, ni akina nani hawa? Msikilize sasa mtu ambaye ana hekima, hata katika ulimwengu wa kiroho anaonyesha tu hekima yake. Nilimwambia katika maono, mudun, kwa sababu kuna mudun na badum. Yani mudun ni mzee mmoja, badun ni wengi. Nilimwambia katika maono, mudun, mwenye nguvu. Unajua hilo? Unaona, wengine nasema, mimi nafikiri. Unafikiri nini? Haujui chochote. Uwe mnyenyekevu tu, haujui. Kuna wengine ambao wanapenda kusema kwamba wanajua kila kitu. No, kama kuna mambo ambayo haujui, sema haujui tu, full stop. Wengine wanafikiri kwamba ukisema kwamba sijui, utaone kwamba labda wewe ni mjinga, haujui maisha yako namna gani. Nitaonekana namna gani? Acha kwanza niongee tu hivi na mimi nionekane nimeongea, nisionekane kwamba sijui kitu. No, haina haja. Kama hujui, sema tu haujui tu, full stop. Akasema kwamba wewe unajua, ila mimi sijui. Watu ambao wanaojiita kwamba kila kitu wanajua, wakati tulipokuwa wadogo tulikuwa tunawaita wamanyinya. Yaani huyo utakuta yeye kila unajua hiki. Unajua okay. Kuna mambo mengine ambayo utayafanya watu hawatakwambia, kwa nini Mungu niambia tulijua wewe unajua kila kitu? Sio vizuri.
sio vizuri. Hata taarifa, mtu anakuja kuambia taarifa fulani ya kitu fulani ambacho wewe tayari umeshajua hiyo taarifa. Hai, fulani amekuja na furaha fulani, bwana, kulikuja hivi, kulitokea, mledi alifika. Sasa nimeshajua. Sio hivyo. Kweli umejua, ni kweli, lakini una namna ya kuongea. Au utasema kwamba sijajua? No, lakini sio kwa namna hiyo. Hiyo nimeshajua. Mwenzako amekuja na furaha, bwana, mledi amefika. Wengine wanasema nimeshajua kwamba ameshafika. Unaona, huyu ambaye alikuja na hiyo atakuwa na ile raha yote ambayo alikuwa nayo, lakini namna gani unaweza ukaongea? Kwa mfano, bwana, mledi amekuja, na wewe unasema bwana, na mimi kwa kweli ni kweli, na mimi nimemuona. Sasa unaona raha inaendelea hapo, sherehe inaendelea. Ni namna gani ya kuongea? Tujue namna gani ya kuzungumza. Akasema mimi sijui, mdudu, wewe unajua. Naye akaniambia hao ndio wanaojulikana, wanaotoka katika ziki kuu, kuna mabano jaribu, walioosha kitani zao kiroho na wakazipaka rangi nyeupe. Hapana damu ya Yesu ya mwana kondoo kwamba ikaosha, no, katika chanzo cha taswira ya mfano ya mwana kondoo na ya wapili. Mnaenda kuosha mavazi yenu ndani ya damu ya Yesu. Iko chafu tu, haiwezi ikawa safi. Hapana. Hawataona tena njaa. Hii njaa ambayo tunaishi kila wakati itaisha, ndugu zangu. Kuna wakati hawatahisi hamu ya chakula cha dunia. Nyama choma hakuna, nyama ya nguruwe tamu, hiyo yote itaisha. Chipsi, mayai, sahau. Nyingine nini? Wali nyama, wali maragi, pupu. Ndio maana kaka, kama una uwezo wa kula nyama choma, kula, ndio muda huu. Sio kama paradiso zingine za wengine ambao watakunywa, kuna mabia kule nini. Kwetu no, bia, kuna mambo ya mabia hapa. Kama utakunywa, lakini usilewe. Ni hapa. Waini yako unapiga kidogo, unapiga na kawaini, haina shida, ila usilewe. Ni muda huu. Njaa hautahisi kule je. Kwa hiyo kula kaka, lakini usisahau mazoezi pia, kwa sababu usije ukanena. Kula na mazoezi, unapiga kidogo kidogo, mwili unakuwa vizuri. Haya yote yataisha, wala jua halitawapiga. Huko tuliko kuna wimbi la joto. Kama mnajua, Ufaransa walitangaza kumesha kuwa zaidi ya 2500 wamesha kufa kwa wimbi la joto. Hapa wimbi la joto yataisha yote, kwa sababu jua, nyota, usingizi, uchovu na kila kitu kinachoonekana hakitakuwepo tena kwao, bali kitaenda mahali pa asili. Loba. Unajua kwa nini nasema loba? Kwa sababu ni muumba pekee wa kweli. Hilo ni jambo la kwanza. La pili, watawaambia kwamba mwisho wa dunia haitakuwepo, itatoka, itakunjwa kama vile karatasi, inaenda wapi? Mtambie inaenda wapi? Inaenda wapi? Kama mnajua n'importe quoi. Kila kitu kitaenda. Kwako inaenda, kwa Mungu wako kinapotea. Hivi kuna vitu ambavyo vinapotea, kwetu vinapotea. Kwa mfano, wewe unapotembea unaangusha pesa zako, unasema zinapotea. Ni kweli? Unawakia kweli imepotea? Kwako imepotea, lakini ipo sehemu, na kama iko sehemu haijapotea, lakini haujui ni wapi. Anatafuta mtoto amepotea, hayuko katika dunia hii. Na kumbuka wakati nilipokuwa bado nafanya kazi sehemu fulani, sasa kuna sehemu ambapo nilikuwa nafanya katika kambi za wakimbizi huko. Sasa hiyo sehemu ni nafasi ambapo watu walikuwa wanakuja, yani utakuta asubuhi mapema sana, saa 11 asubuhi kabisa, familia inakuja, inachukuliwa kwa nguvu, inaingizwa ndani ya zile basi ambazo kweli hauwezi, ziko blind, hauwezi ukaona nje nini na nini, wanasukuma ili kurudishwa manyumbani kwao katika nchi zao ambapo wametoka. Sasa kuna familia moja ambao watoto wake walikuwa wakija kushughulika kwenye shughuli mbalimbali ambazo tulikuwa tunafanya hapa. Sasa ikafika wakati ambapo wao
Familia iliamua ikaondoka bila sisi kujua. Watu wote hawakujua ni wapi ambapo wameenda, wote wameenda. Sasa wafanyakazi wenzangu ambao walikuwa pale wakaanza kuhuzunika, wengine wanalia, wameenda wapi, wamepotea. Mi nikasimama nikasema, wamepotea. Wamepotea namna gani? Wao wanajua walipo, wanajua ni wapi wanapoenda. Ni kwamba wewe haujui tu ni wapi walipo, ndio maana unafikiri kwamba wamepotea. Lakini wao ambao wanajua wapi ni wapi walipo, hawawezi wakasema kwamba wao wamepotea. Wao walipanga mpango wao vizuri, wakajiandaa na wakatoka bila watu kujua wamejiendea. Je, umefikia wamekuja kuuawa? Hawakuuawa, walienda na mizigo yao yote, watu hawakujua, wamejiondokea. Ili kuambia kwamba dunia kweli vitatoweka. Vitapotoweka vinaenda wapi? Hamtaambiwa. Mwezi, jua, vyote havitakuwepo, sawa. Nyota kama jinsi wanavyosema, vyote vitaenda wapi sasa? Ndio hapo swali linakuja, roho hata za wale walioanguka, wale malaika, nani, kerubi aliyeanguka, ziko wapi? Kwenye maswali na majibu, neno likiruhusu. Kwa maana Jokisabe na wapili hata dimo nazipendi niongee vizuri. Tunamalizia ndio mstari wa mwisho kabisa, ndio wanapenda kuleta matatu. Kwa maana Jokisabe na wapili watawalisha, na Tete kupitia Mundi atafuta kumbukumbu zote ndani yao. Ulikuwa mpenzi wangu, au ulikuwa mke wangu, mwanangu, haya yote yanaisha, hautakuwa na hayo tena. Wengine wanasubiri kwamba watakuwa na 70 kule. Sisi hakuna. Wao kule watakuwa wanabonyeza bonyeza tu, bonyeza katika paradiso. Kaka, hamtazaa tena huko kweli? Watoto wataanza tena kuzalika, wataanza kuzalika. Ili hatari hiyo, ni hatari hiyo. No, paradiso, haya mambo yote ni hivi, ni hapa. Ikiwa watu wamezaa kwa sababu ya anguko, watu wanaanza kuzaana, nasema kuhusiana kaka na naye wanaanza kuzaa kwa sababu ya anguko, lakini moto na moto tu ndio wangezaa watoto wao wote, na watu wengine vya kubonyeza vingekuwepo, ingekuwa tu ni kaka dada, na inaendelea, maisha yanaendelea hivi. Kwa hiyo ndugu zangu, ufunuo kuhusiana wazee 24 ni walinzi ambao walimtokea, ambao Lucky Sabe aliwaona, Dubis aliwaona, na zana ya wazee 24 sio tu wazee 24, ni wengi, ni maelfu kwa maelfu, milioni kwa mamilioni, ni wengi tu ambao hesabu yao hatuwezi tukaijua, lakini hao 24 tu ndio ambao walikuwa wanahusika tu kuhusiana na hiyo ibada ambayo Lucky Sabe aliyoiona. Na wanaposema wazee 24 sio kwamba wazee ambao wana mvi nini, hapana, ni kulingana tu na wakati ambapo walipoumbwa. Waliumbwa kabla ya wengine, lakini sio wao ambao ni wa kwanza kuumbwa, nimesema hivyo, lakini ni baadhi kati ya wale roho ambao waliumbwa mapema kuliko wengine, lakini nyuso zao za wengine sio wazee, ni wazee tu, ni jina. Hivyo hamjawahi kusikia baba baada ya mtoto wake anapopata maisha mazuri anamuita baba? Je, inamaanisha kwamba wewe mtoto wake alishakuwa mzee? Ni namna nyingine ya kuongea, kumpatia heshima na wengine, lakini sio kwamba labda ameshakuwa mzee. Kwa hiyo ndugu zangu, huo ndio ufunuo ambao neno liliruhusu tupate kupata kwa siku ya leo. Natumaini kwamba kwa haya machache hakika mtakuwa mmejifunza mambo mengi na ambayo yatatusaidia sote katika njia hii ya utakaso, ili tufike na tumalize safari yetu salama, nasi pia twende kuvaa na kubeba yale majina ambayo yatusubiri siku moja, neno likiruhusu. Tuwe watu wazuri, tutembee kulingana na maagizo, tutembee kulingana na sheria, na hatuna haja kujiuliza, je, tutaokolewa za namna gani? Sisi tutembee kulingana na kile ambacho tunapokea tu basi. Maswali kama hayo yasije katika ufahamu wetu, maana yanatufanya tusisonge mbele, yanaturudisha nyuma. Tuwe watu wazuri. Kwa hiyo hilo ndio jambo ambalo tunatakiwa kulishika, ni la msingi na la muhimu sana. Ndugu zangu, maisha yetu ni ya muda tu, tunatoweka.
Leo niko naongea hapa, kesho kutwa mmoja akasikia Imani hayupo tena, msiseme namna gani bwana alikuwa bado hivi. No, kila jambo watoto wa Loba. DRC Records.